Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kufuatia kusambaa kwenye mitandao ya kijamii maombi ya dharura ya kisheria yaliyowasilishwa na mawakili wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Mbeya, Hekima Mwasipu na Philip Mwakilima, ya kuachiwa huru kwa mwanaharakati wa mitandao ya kijamii na mwalimu wa shule ya chekechea Clemence Mwandambo, wakili Philip Mwakilima amesikitishwa na kitendo kilichofanywa na jeshi la polisi nchini la kuficha taarifa za mteja wao na kudai kuwa ni agizo kutoka kwa IGP. Akizungumza na Mwanahalisi TV, wakili Mwakilima amesema baada ya kusambaa kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu maombi hayo, ndio maana wamemwachia kuficha aibu kabla mahakama haijawaamuru. Ni kweli. Kwanza, taarifa ambazo mimi nimezipata kutoka kwa mdogo wake ambaye yupo Kahama, amenijulisha asubuhi kwa wamepigiwa simu asubuhi kwamba wakamwekea dhamana. Na wao ndugu walikuwa hawajui kwamba Mwandambo alisafirishwa kwenda Dar es Salaam. Kwa sababu hata sisi wenyewe taarifa nilizokuwa nazo za kuthibitishwa kutoka kwenye ofisi ya afande RPC na afande RCO, lakini afande ofisi ya mjini pamoja na ofisi kwamba wako naye katika kituo cha polisi cha Central. Lakini kila tukifanya jitihada ya kutaka tuonane naye walikuwa hawataki. Kwa hiyo ninadhani sasa na thibitisha kwamba walikuwa hawataki kwa sababu walikuwa wanajua hayupo Mbeya. Ndio. Na utaratibu gani ulitumika kumtoa Mbeya kwenda Dar es Salaam, wanajua wao. Nafikiri ni majibu yale waliokuwa natupa kwamba wana maelekezo kutoka kwa IGP. Ndio maana kwenye lalamiko letu kwamba huyu mtu apewe dhamana au aachiwe huru kama hana makosa, tukalazimika kumuunganisha na IGP kwamba hao watu maafande mapolisi waliopo huko mkoani Mbeya walikuwa wanashindwa kufanya maamuzi yoyote kwa sababu kulikuwa na maelekezo kutoka kwa afande ya IGP. Ndio maana wakawa isiwe shida basi wamuondoe kabisa huku Mbeya. Lakini sisi habari za kwamba yuko kwenye kituo cha polisi cha Chang'ombe tumezipata leo. Mimi binafsi baada ya kupigiwa simu na mdogo wa Mwandambo anaitwa Tadeo, ndio nikalazimika sasa kuongea na wakili mwenzangu Hekima Mwasipu ili aende kuthibitisha hizo taarifa, kwa sababu mara baada ya kufaili kesi ya maombi ya habeas corpus High Court Mbeya Sub Registry, basi tukawa tumeujulisha umma hatua tulizochukua. Kwa hiyo mimi nitoe pongezi kwa nyinyi wanahabari. Yaani bila nyinyi wanahabari kuzipokea taarifa kutoka kwetu kwamba kuna maombi yamefunguliwa ya kumtaka IGP na wenzake wampe dhamana Mwandambo au wampeleke mahakamani, baada hizo taarifa kuenea kwenye mitandao na kupitia vyombo vya habari basi vingine, hilo ndio maana wameamua kuifanya kuficha aibu, kwamba isije ikafika siku kesi wakakuta wakawa hawana la kusema, wakaona isiyo shari basi wafanye hivyo. Lakini sasa sisi tuseme kwamba wametekeleza lile ambalo kabla mahakama haijaamuru. Lakini ninasikia nataka kuzithibitisha hizi taarifa kwamba alipelekwa mahakama ya Temeke ya wilaya. Ndio. Kwa ajili ya binding offer. Ndio. Binding offer ni maombi ni maombi ambayo yanapelekwa mahakamani. Mara nyingi jamhuri wanapeleka mahakamani kutaka amri, mahakama itoe amri kwamba mtu fulani asiendelee kufanya hiki na hiki, akae katika mwenendo mwema. Sasa la kujiuliza, yale ambayo wanamshikilia walikuwa wanamshikilia Mwandambo yalikuwa ni mambo ambayo yanaviashiria vya jinai mpaka kuwepo na hayo. Sasa nasubiri hiyo binding offer ili tuangalie constitutionality, uhalali wake kikatiba. Hiyo tutashauriana na mawakili wenzangu tujue nini cha kufanya kama kweli walipeleka mahakamani. Lakini cha kujishangaza ni kwamba mamlaka za kipolisi zinajua mimi ni wakili wake, na kuna taasisi nyingi zinamtetea, za mawakili zinamtetea Mwandambo na zimekuwa mstari wa mbele kumtetea Mwandambo. Ndio. Afande ofisi ya ID wa Mbeya anajua mimi ni wakili wake. Nini kilimzuia kuniambia au kuniarifu kwamba bwana wakili, juu ya mteja wako kuna 1, 2, 3?
Kwa nini waende kwa kificho na kwenda Chang'ombe na mpaka Temeke? Lakini kama kulikuwa na amri ya mahakama na hakudhamiri sana, kama wanasema kwamba walimpeleka mahakamani jana, nini kiliwazuia? Kwa sababu ukishatoka mahakamani baada ya kama dhamana haijakamilika, kama kuna issue ya dhamana ya kimahakama haijakamilika, unakwenda gerezani, unapelekwa remand prison. Kwa nini walimpeleka kituo cha polisi? Unaona hicho kizunguzungu. Tunaendelea kuzitafuta facts zaidi. Ni kwamba tulipenda Mandambo aendelee kukaa kule ndani, lakini tunataka kuangalia taratibu, kama taratibu za kisheria zifuate, ili lisije likatokea tu hili leo litatokea kwa Mandambo, siku nyingine litatokea kwa mtu mwingine, kwamba vituo vya polisi vimegeuzwa kuwa remand prison. Hili ni jambo ambalo tunaendelea kulitafakari, lakini tunataka tupate taarifa na amri kama ziliwahi kutolewa na mahakama ya wilaya Temeke. Nimalizie kwa kusema nini kiliwazuia kuwajilisha ndugu zao kwamba mtu wao yuko huko. Unajua ni jambo ambalo linaleta sintofahamu katika sura ya nchi, na haya mambo ya kutoroshwa, kupotea watu yanaendelea kuondoa imani kwa jeshi la polisi. Sisi umma unatazama, umma unaona. Kuna wakati umma utakuja kuhukumu, na sio mbali kama haya yatakuwa yanaendelea. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.